Watanzania wenzangu, nazungumza nanyi kwa ujasiri mkubwa katika kipindi ambacho taifa linahitaji wanaume na wanawake majasiri kwa ajili ya kulitetea taifa lao ili lirudi kwenye mikono yao. Ujasiri wangu unatokana na jinsi ambavyo mnatuunga mkono, kwa sababu chama mnachokipenda, Chadema, kimebeba ajenda na hitaji la wananchi kwa sasa kwa uaminifu mkubwa. Ninawaahidi kabisa, Chadema hii haitawaangusha. Endeleeni kutuamini na endeleeni kutuunga mkono. Tarehe 27 Juni nilipata fursa ya kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akitoa hotuba ya mwisho ya kuahirisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chadema kama chama kikuu cha upinzani, kwa niaba ya wananchi, nataka kuzungumza mambo yafuatayo kutoka katika hotuba hiyo ambayo ilipokelewa kwa hisia zisizo na uchangamfu. Bunge hili la 12 limefanya kazi ya serikali na sio kazi ya kuwawakilisha wananchi na kuisimamia serikali. Hilo halina ubishi. Bunge hili lilikuwa linafanya kazi ya kumsifia rais na kuisifia serikali, ambayo hiyo sio kazi ya bunge kwa mujibu wa ibara ya 64 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Rais katika hotuba yake kwa upande mkubwa ni muhtasari wa kile ambacho mawaziri wake wamekuwa wakisema bungeni. Kile ambacho yeye alikisema na kuahidi alipopata mamlaka ya nchi hii, yani 4 Rs, hajakizungumza wala kukigusia hata kidogo. Kama tunakumbuka, rais alipoingia madarakani alikuja na ajenda za R4. Ya kwanza akiitaja kama reconciliation. Kwa nini rais alisema reconciliation? Kutibu majeraha. Anatambua kwamba kulikuwa na matatizo makubwa huko nyuma kwa uongozi wao. Kwa hiyo akatuahidi, akawaahidi wa Tanzania kwamba kutakuwa na reconciliation, kutibu majeraha na kuwaleta wananchi pamoja. Resilience, kuwa na uvumilivu kama kiongozi, kuvumilia kukosolewa, kuvumilia kuambiwa usiyotaka kusikia, na kuvumilia watu wengine ambao wana mtazamo tofauti na wewe na chama chako. Ya tatu ilikuwa ni reforms. Reforms, kubadilisha mambo ambayo yameharibika, kubadilisha sheria mbalimbali, kufanya mabadiliko ya sheria na taratibu na katiba. Ndio maana alikuja na neno reforms. Na ya 4 ilikuwa ni rebuild. Lakini tulipomsikiliza rais juzi, hotuba yake haikugusa chochote kuhusu hayo mambo. Rais alikuwa anazungumza sana sana na vyombo vya dola, kutoa maagizo ya vyombo vya dola kwa polisi, kwa majeshi, kwa usalama. Rais hajazungumza na walimu, hajazungumza na wafanyakazi, hajazungumza na wanafunzi. Kwa ujumla, rais hotuba yake haijazungumza na Watanzania. Imezungumza na vyombo vya dola, kutoa maelekezo na kuagiza namna vyombo vya dola vinapaswa kushughulika na Watanzania. Sisi kama Chadema tulipomwona rais anazungumza na bunge, alikuwa anazungumzia mambo mazito na makubwa kwa lugha rahisi sana. Jambo la watu kutekwa, ambayo mpaka sasa polisi wanatuhumiwa kuhusika kwenye matukio ya kuteka watu, na mtakumbuka kwamba kuna kesi ya ndugu yetu Mdude Nyagali ambao polisi na vyombo vya dola vinatuhumiwa. Alilizungumza kama ni jambo dogo sana. Watu kutekwa, watu kupotea, familia kubaki na vilio na maumivu. Rais amesema kwamba watu wanapotea. Hakuna namna
yoyote ambayo mtu mzima anaweza kupotea kutoka nyumbani kwake katika mazingira yoyote. Mifugo, ng'ombe na mbuzi ndio wanaweza kupotea. Binadamu hawezi kupotea kwa sababu binadamu anajua kwake, na hawezi kupotea mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wa 10, mpaka watu kwa mamia ambao orodha yao ipo ya watu ambao wametekwa na hawajulikani walipo. Tulitegemea rais alizungumze swala hili kwa lugha nzito na ya ukali, na ikumbuke kwamba rais huyu pia alipotekwa ndugu yetu Ali Kibao alitoa agizo kwamba ndani ya muda mfupi Ali Kibao taarifa zake ziwe wazi na ijulikane ni kina nani waliohusika na vyombo vya dola vichukue hatua. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, hilo jambo halijawahi kutolewa wazi. Wananchi hawajui, hofu inatanda. Wamepotea wengine, wakina Deusdedit Soka, wakina ndugu yetu Kipanya na wengine wengi chini ya utawala wake. Ni uongo wa wazi ukimsikiliza rais alichokuwa anasema kwamba kuna uhuru wa vyama vya siasa kufanya shughuli zake, lakini ni uongo wa wazi kabisa. Vyama vya siasa, hasa chama chetu, ukiacha vyama vingine vya kwao vya mfukoni ambavyo wanaushirika nao, wanaofanya navyo kazi, chama chetu kimezuiliwa kufanya shughuli zake kinyume cha utaratibu wa sheria, kinyume cha utaratibu wa kikatiba. Rais anapokwenda kusema bungeni kwamba kuna uhuru wa kufanya siasa, wakati huo huo mwenyekiti wetu Tundu Lissu yuko ndani kwa sababu ya kufanya siasa, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya uongo. Hakuna namna mtu anaweza kufanya uhaini peke yake. Ndugu wa Tanzania, mtakumbuka kwamba kwa mujibu wa sheria zetu, ili ufanye uhaini lazima ule njama. Kuna kitu kinaitwa conspiracy, na mtu hawezi kufanya conspiracy peke yake, hawezi kula njama peke yake. Kwa hiyo kitendo cha kumkamata Lissu kwa kumpa kesi kubwa ambayo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye yuko naye, inaonesha kabisa ni kesi ya uongo. Mtakumbuka swala la kina Lembrus Mchome, kesi mbalimbali ambazo chama chetu kinashambuliwa. Hii yote inaonesha kwamba anachosema rais kwamba kuna uhuru wa vyama kufanya siasa ni uongo. Sasa ofisi ya msajili inatumika pia kuvuruga siasa za nchi yetu, kuvuruga demokrasia. Na mimi natamka mbele yenu kwamba msajili msaidizi Bwana Sisti Nyahoza ni adui namba 1 wa demokrasia katika nchi hii. Hata nilipokwenda kanisani, mimi ambaye nimezaliwa na nimekulia kwenye familia yangu ambayo ni familia ya Kisabato, nimekwenda kanisani, lakini Bwana Sisti Nyahoza ametuandikia barua na kunitishia mimi kwamba nilipoenda kanisani nimefanya siasa. Mtakumbuka kwamba hata wakati wa ukoloni, hata wakati wa makaburu, walipozuia vyama kama ANC kufanya siasa, walipovifuta vile vyama, lakini watu walipokwenda kwenye makanisa, walipokwenda kwenye misiba, walipokwenda kwenye harusi, serikali ya kikaburu na serikali ya wazungu hazikuwafuata kule kuwatishia na kuambia nini cha kufanya kwenye makanisa na kwenye misikiti na kwenye misiba. Rais amezungumza kuhusu kazi ya bunge ya kutunga sheria, na hapa specifically alizungumza kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ni sheria namba 2 ambayo ni hii hapa ambayo nitaizungumzia. Kwa bahati mbaya sana, sisi kama Chadema tulipeleka marekebisho 38 kwenye maeneo mbalimbali ya sheria na kanuni, tukitaka yawe sehemu ya sheria mpya na kanuni za uchaguzi. Lakini kwa sababu ya kiburi cha viongozi walioko madarakani hayakuzingatiwa. Lakini wametoka na hii sheria namba 2 ambayo wamekuwa wakiitumia kama propaganda ya kuwaambia ninyi wa Tanzania
kwamba kuna sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini kuna sheria mpya ya uchaguzi. Sasa nitazungumzia baadhi ya vipengele vya kuwaonesha kwamba hakuna sheria yoyote mpya au hii sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi haitatumika kusimamia au kuunda tume ya kusimamia uchaguzi. Ukisoma ibara ya 27 ya sheria hii inasema hivi: mara baada ya kuanza kutumika kwa sheria hii, mtu yoyote ambaye ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti au mjumbe wa tume ataendelea kushika madaraka hayo hayo mpaka pale ujumbe wake utakapokoma. Yaani imetungwa sheria mpya, hii hapa inaitwa sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini hii sheria kifungu cha 27 inasema wale waliokuwepo, kwa maana ya mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume, wajumbe wale watano kwa majina ya makamishna, wataendelea kuwa viongozi kwenye hiyo tume mpaka ujumbe wao utakapokoma. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Watanzania mnaambiwa kwamba kuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi au kuna sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini hiyo sheria inatumia tume ya zamani ya uchaguzi. Kwa hiyo ni ile ile tume iliyokuwa chini ya Jaji Mwambegere, iliyokuwa chini ya kina Kailima kama mkurugenzi, iliyokuwa chini ya mtu kama Omar Ramadhani Mapuri ambaye ni katibu mwenezi wa CCM, sasa itaendelea kuwa kwenye kusimamia uchaguzi ambao unaitwa uchaguzi utakaosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Ukisoma vile vile sheria ya uchaguzi yenyewe, wamehadaa Watanzania na wanataka kuhadaa jumuiya za kimataifa kwamba sasa wamepiga kuna sheria inayokataza mtu kupita bila kupingwa. Wanasema hakutakuwa na mgombea anayepita bila kupingwa, na wamekuwa wakipita wakiinadi, na hata wanasheria wa serikali walipokutana wamelizungumzia hili kujaribu kuhadaa Watanzania kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa. Lakini sio kweli, kwa sababu huyo mtu ambaye unasema atapigiwa kura ya ndio na hapana, hakuna wakara wa kura za hapana. Kwa hiyo wakara atakuwepo wa kura za ndio tu ambaye ni wakara wa CCM. Kutakuwa na wasimamizi wa uchaguzi ambao pia ni wana CCM, lakini kwa wananchi, kwa upande wa wananchi watakaopiga kura za hapana, hairuhusiwi kuwa na wakara wa kura za hapana. Lakini vile vile kama kweli kungekuwa na utaratibu wa kupiga kura ya ndio na hapana, kungekuwa na utaratibu pia wa watu kufanya kampeni za hapana dhidi ya mgombea ambaye wanaona hafai. Vile vile kanuni, sheria na utaratibu wote hauruhusu kuwepo kampeni za hapana. Ukiangalia kwa undani, haya mambo yanaendeleza kutokuwepo kwa uchaguzi huru, haki na wawazi, kwa sababu hakuna mambo yote yale tuliokuwa tunalalamikia: mawakala kuondolewa kwenye vituo, mawakala, ukisoma kanuni ya 16 ya kanuni zilizotungwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambazo sisi mpaka sasa tumekataa kuzisaini, zinasema hata wakala hataruhusiwa kuingia na simu kwenye kituo cha matokeo, kituo cha kupigia kura. Sasa kama wakala ambaye ni mwakilishi wa mgombea haruhusiwi kwenda kwenye kituo na simu, ikitokea hata huyo wakala ameugua tumbo, amepata headache, amepatwa na tatizo lolote, anamuinform vipi, anamtaarifu vipi mgombea ili mgombea aweze kuleta wakala mwingine kwenye kituo? Wakati wa Tanzania wanalalamikia mambo yote haya, serikali inaonekana haiwasikilizi, rais hawasikilizi. Inaonekana kuna kiburi cha hali ya juu ambacho kinaonesha kabisa kwamba hawahitaji kura za Watanzania. Sisi wanasiasa
au katika hali ya kawaida, mgombea au chama chochote cha kisiasa kinachoheshimu wananchi na kinachojali kura za wananchi kinajenga mahusiano yake na wananchi ili wananchi wakiamini waweze kukipigia kura. Tunayoyaona kwa sasa hayaelekezi serikali katika kujenga mahusiano na wananchi. Viongozi wanapigwa, takumbuka yaliyomkuta Padri Charles Kitima kwa kushambuliwa. Hii ni kujenga mahusiano mabaya kati ya serikali na wananchi. Wananchi wanapotekwa na serikali yao iko kimya, wanasema wamepotea. Hii ni kujenga mahusiano mabaya kati ya serikali au viongozi na wananchi. Mmeona yaliyotokea kwenye kanisa la Askofu Gwajima, ambapo polisi wamekwenda kwenye kanisa, wameshambulia waumini waliokuwa wanamwabudu Mungu kwenye kanisa hilo. Hii yote inakuambia kwamba CCM na serikali yake na Rais Samia hajali tena mahusiano, wala hataki mahusiano na wananchi. Sasa kama rais ambaye anataka kuongoza wananchi hataki mahusiano na wananchi, maana yake ni kwamba hahitaji kura za wananchi. Kwa sababu kama angekuwa anahitaji kura za wananchi, angejenga mahusiano yake na wananchi yawe mema ili aweze kumpigia kura. Kwa hiyo hawa watu hawahitaji tena kura za wananchi na hawasikilizi wananchi, kwa sababu hawaamini kwamba kura zenu zinawaweka madarakani. Katiba yetu ibara ya 21 inatamka wazi, hii katiba ya mwaka 77, kwamba mwananchi lazima wewe ndio ushiriki katika kuongoza nchi yako. Unashiriki kuongoza nchi kwa namna gani? Kwa kuwaweka viongozi madarakani kwa kura yako. Unakwenda kwenye chumba cha siri ukiwa peke yako na Mungu wako, unaamua kumchagua John Heche kuwa mbunge wako, kwa sababu unamwamini, unaamini atasikiliza, atakuelewa na atakuwakilisha. Unaenda kwenye chumba cha kupigia kura, unaamua kumchagua mtu fulani awe rais wako, kwa sababu unamwamini, unajua atasimamia yale. Na kwa sababu deni hili limekuwa kubwa mno, na nimeona hata vijana na watu mbalimbali wakiandika kwamba hili ni deni la mama, kwa sababu kila jambo nchi hii limekuwa jambo lolote. Barabara ikijengwa, barabara ya mama; shule ikijengwa, shule ya mama. Kila kitu kinachofanyika, kila jambo linalofanyika kwenye nchi hii limegeuzwa, limekuwa la mama. Inakuwaje hili deni na lenyewe lisiwe deni la mama? Kwa sababu yeye akiwa kiongozi ndio tumekopa fedha nyingi ambazo hatujui zinakokwenda. Na sisi kama Chadema bado tunaitaka serikali iwaeleze Watanzania hizi fedha nyingi kiasi hiki, zaidi ya trilioni 46, ziko wapi, ziko kwenye miradi gani, na zimetumika kufanya nini? Isiwe kwamba ndio fedha zinazotumika kununua baisikeli zinazogawanywa bure, si na pikipiki na vitu mbalimbali, alafu Watanzania wanabebeshwa mzigo wa kulipa deni hili, hata wasiohusika na hayo mambo yanayofanywa ya CCM. Ndugu vijana wa Tanzania, serikali hii haiwezi kuwatoa kwenye matatizo. Na hapa ninaomba tuungane mkono ili tupiganie maisha yetu na destiny yetu. Kilimo kimefeli. Kilimo ndio sehemu pekee inayoweza kuwapa nyie ajira kwa uhakika. Hakuna utaratibu wowote wa kufungua viwanda. Migodi yetu inakabidhiwa kwa wageni, hasa wa China ambao wametapakaa kila sehemu. Ukija maeneo ya Oysterbay, ukienda maeneo ya Mikocheni, Wachina wanachukua maeneo makubwa ya nchi yetu na wanajenga majumba. Watanzania wanapoteza nafasi zao za ajira. Kilimo kimefeli completely. Tunaagiza vitu kutoka nje ya nchi ambavyo tungeweza kulima ndani ya nchi. Tunaagiza ngano ambayo tungeweza kulima sisi wenyewe ili fedha hizi zikatumika kututengenezea ajira. Tunaagiza mafuta ya kula, tunaagiza mchere, tunaagiza sukari. Kwa hiyo hata kwenye kilimo ambapo mngepewa matrekta tu na mkapewa mitaji tu, mkalima na mkapata soko la uhakika la sukari la miwa yenu, mkatengeneza sukari, tukapata soko la uhakika la ngano, tukapata mchere tukauza ndani ya nchi na mkatengeneza utajiri. Migodi ambao mngeweza kukabidhiwa na mkapewa mitaji na mabenki yetu,
mkachimba, mkauza nje ya nchi, mkarudi ndani, mkajenga na mkawaajiri Watanzania wenzetu, hizo migodi yote hiyo inakabidhiwa kwa Wachina. Kwa ndugu zangu, hii sio serikali yenu, haiwajali, na ndio maana haiwasikilizi na haitaki muamue kwa kura, kwa sababu mkiamua kwa kura mtaweka serikali inayowasikiliza, mtaweka serikali inayowajali, na itakuwa responsible, itawajibika kwenu kwa sababu imetokana na kura zenu. Mkiona wanalazimisha kujiweka madarakani kwa nguvu, ni kwa sababu hawaendi kuwatumikia nyie, wanaenda kujitumikia wao na familia zao, wanapora fedha za nchi yetu na kuzipeleka kuzificha nje ya nchi. Mwisho kabisa, chama chenu kinapitia katika kipindi cha mapambano dhidi ya watawala. Wanatamani viongozi wenu tusujudu na tukae kimya, tuwe chama cha machawa wa kusujudu. Sisi tumekataa. Tumeamua kusimama na wananchi, tumeamua kusimama na haki. Ninawaomba Watanzania mtuelewe. Tumekataa kuwa sehemu ya uchaguzi wenye unajisi. Tunaisihi serikali na tunaendelea kuisihi serikali ifanye mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. 2, tunashambuliwa kila upande, mahakamani, ofisi ya msajili, polisi, na hata vikaragosi wengine wameundwa ili wafanye kazi ya kuzuia mabadiliko tunayopigania. Tuna uhakika sisi wa Tanzania tutashinda. 3, tumekataa na haiwezekani serikali na vyombo vyote kupuuzia mahitaji ya Watanzania ya kuwa na mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Katika hatua hii, tunawasihi Watanzania muoneshe hisia zenu ili serikali na vyombo vyote vijue kuwa mmekasirika na hamjapendezwa na dharau hii. Endeleeni kupambana kudai haki hii kila mmoja, na kamwe tusikate tamaa. Haiwezekani nchi ikiwa katika joto la mahitaji ya maboresho ya mifumo ya uchaguzi, Rais kwenye hotuba yake ya tarehe 27 Juni anapuuzia kabisa kuzungumzia jambo hili. Sasa msifiche hisia zenu na ijulikane kuwa no reforms, no election ni vuguvugu la kweli. 4, tuendelee kupaza sauti, na safari hii sauti zenu ziwe kubwa kuhusu kuachiliwa kwa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu bila masharti yoyote, ili aendelee kuongoza kampeni ya ukombozi na mabadiliko. Hivyo basi, tunaitaka serikali imwachie Mheshimiwa Tundu Lissu mara moja. Kampeni yetu ya no reforms, no election inaendelea, na tunawashukuru wa Tanzania. Tuendelee kufanya kampeni hii kila mahali, kila kona, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye misiba, misikitini, makanisani, kwenye harusi, kwenye kila tukio la kijamii. Lazima kampeni ya no reforms, no election iendelee, kwa sababu ndio hitaji litakalo tuondoa kwenye mikono ya ukoloni. Wakati wa utawala wa makaburu wa Afrika Kusini, walipozuia vyama kama ANC kufanya siasa, ANC haikwenda kujificha. Watu wake waliendeleza kampeni hii kwenye makanisa, kwenye misikiti, kwenye kumbi za starehe, kwenye timu za mpira na hata kwenye misiba. Kwa hiyo kampeni yetu iendelee, na tunawashukuru sana vijana wa Tanzania jinsi mnavyopigania nchi yenu kurudi kwenye mikono yenu. Chadema itakuwa inazungumza mara kwa mara na nyie kupitia utaratibu ambao tumejiwekea. Hivi karibuni mkurugenzi wetu wa habari atawaeleza namna ambavyo tutakuwa tunazungumza na nyie, aidha kwa kila wiki au kwa kila wiki moja na nusu. Tutawaeleza na tutaweka namna ambavyo tutajumuika na pamoja kuzungumza kuhusu masuala ya nchi yenu. Asanteni sana.